Kilichosababisha Jenista kauawa. Kilichosababisha Jenista kauawa. Msikilizaji popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya na karibu katika kituo chetu, kitu ambacho ni nambari moja katika kukupatia taarifa za kikweli, taarifa ambazo zinatokea siku hadi nyingine, lakini pia kuhakikisha kwamba tunazichanganua kwa kina na kuweza kukupatia maelezo zaidi ya taarifa zinazoweza kutokea. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kupatana nazi, basi msikilizaji, na kukaribisheni uweze kutia subscription yako kwenye kituo hichi, kwa sababu tutakuwa hapa kukufahamisha, na subscription yako itamaanisha kwamba umejichukulia nafasi ya kuendelea kuzifuata taarifa zetu punde zinapotokea. Utakapopata muda zaidi, zidi kushare taarifa hizi kwenye vikundi vichache tu tofauti, ili kuhakikisha kwamba familia yetu inazidi kuwa kubwa zaidi. Msikilizaji, karibu nipate kukujulisha yale ambayo yameweza kutendeka katika siku ya leo. Msikilizaji, kuna mwanadada ambaye anaitwa Rachel Dangwa. Sasa Rachel Dangwa ameweza kufichua taarifa za siri zaidi, taarifa za kile kilichoweza kusababisha vifo vya viongozi tajika Tanzania na wale walioweza kuwatuma kutekeleza vifo vya watu hao. Msikilizaji, sasa mwanadada huyu ambaye anaitwa Rachel Dangwa amesema kwamba ataweza pia kutoa picha za wale waliohusika kusababisha kifo cha Magufuli na kifo cha Jenista Mnahagwa. Msikilizaji, kulingana na Rachel Dangwa, anasema kwamba kifo cha Jenista Mnahagwa kilisababishwa, na ameweza kutaja majina ya wale walihusika katika kifo cha Jenista, lakini pia ametoa sababu zilizoweza kumsababishia Jenista kifo. Sasa msikilizaji, hebu ni kupeleke moja kwa moja katika taarifa hizi ili tupate kujielimisha. Kilichosababisha Jenista kauawa. Kilichosababisha Jenista kauawa, alipeleka majina ya watu waliofariki kwa waziri mkuu, kitu ambacho Samia hakupenda waziri mkuu apate ile majina. Jenista alipeleka majina ya waliofariki, orodha ya majina ya watu waliofariki siku ya maandamano, kwa ofisi ya waziri mkuu ambaye ni Bwana Mwigulu Nchemba chini Tanzania, badala ya kupeleka kwa Samia Suluhu ambaye ni rais aliyejitia uongozini siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sababu ya kwanza hiyo, msikilizaji, kwamba Jenista alipeleka orodha ama listi ya waliofariki kutokana na vurugu za tarehe 29 kwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba, badala ya kuzipeleka kwa Samia Suluhu.
Swala hilo msikilizaji, Samia Suluhu hakulichukulia poa hata kidogo. Samia Suluhu hakupenda hatua ya Jenista kupeleka orodha ya majina ya waliouawa kwa waziri mkuu ama kwa ofisi ya waziri mkuu. Kwa ufupi, Samia alikuwa ako busy kwa sababu kipindi kile msikilizaji, kulikuwa na masuala mengi. Kwa hivyo Samia alikuwa anashughulikia masuala mengine. Kisha Jenista akaishi kama mtu wa kawaida, si ofisi za serikali tu. Kwa hivyo listi hii ambayo ningempelekea rais, naweza kumpatia waziri mkuu kwa sababu ofisi ni hizo za kiserikali. Msikilizaji, kulingana na Rachel, Mwigulu Nchemba na Samia hawapendani hata kidogo. Hawaelewani, na hicho kinaweza kufanya waziri mkuu aweze kutoa ushahidi dhidi ya Samia kuhusu mauaji. Kilichosababisha Jenista kauawa, alipeleka majina ya watu waliofariki kwa waziri mkuu, kitu ambacho Samia hakupenda waziri mkuu apate ile majina. Yaani Samia alikuwa yuko kama busy kidogo. Sasa Jenista kaona kwamba ngoja majina tu, hata nikimpa waziri mkuu kwani si ofisi zile zile. Na kama mnavyojua Samia hampendi waziri mkuu hata kidogo. Yaani hawaelewani in short. Sasa ile kosa kubwa alilofanya Jenista ni kumpa ile majina kamili ya watu waliouawa, akampa waziri mkuu. Samia nakwambia alipata kiweruweru. Why? Sasa kosa la Jenista ni kupeleka orodha ya waliouawa kwa ofisi ya waziri mkuu badala ya ofisi ya Samia Suluhu. Sasa lile kosa alilofanya Jenista kumpa majina waziri mkuu, Samia alikasirishwa sana nalo. Ni kwa nini Jenista apeane listi ya watu waliouawa kwa Mwigulu Nchemba na yeye kama rais aliyejitia madarakani yupo. Kwa hivyo jambo hilo halikumpendeza hata kidogo. Sasa jambo hilo lilisababisha kwamba bwana fulani hapa apate kazi ya ghafla itakayohakikisha kwamba Jenista anapotezwa. Ndio hicho msikilizaji kilisababisha kifo cha Jenista. Huyu bwana anayeitwa Mark Jove Mkubo akaambiwa kwamba vaa mawanda ya kazi na ingia kazini ili ummalize Jenista, kwa sababu kulingana na Rachel, huyu Mark Jove Mkubo kazi yake pale Ikulu ni kuwamaliza viongozi ambao wanaelekea kwenda kinyume na serikali. Kufikia sasa msikilizaji, nimekutajia jina moja la watu ambao wanasababisha vifo vya niliyejichagua. Maliza, usitaki hata kumuona Samia huyu Mark Jove Mkubo ndiye aliyemaliza Jenista pamoja na mbunge
ndugu Ndugai alivyoenda Dodoma. Maneno hayo kutoka kwa Samia kwamba alimsemaga siku ile, alimkosoa, sui alitumia hela nyingi, sui alikopa. Kwa nini anakopa na nini? Ile ilimkwaza. Yaani huyu ni zaidi ya shetani, ndugu zanguni. Nikiwaambia tufanyeni utaratibu hawa watu tuwatoe Ikulu, tunamaanisha. Halijakukuta wewe, linamkuta ndugu yako wa karibu. Hapo ndipo tutakapotoa macho. Lakini 9-10 nitatoa sura ya huyu Mark Jovin Mkubo ambaye ameua Jenista na amekuwa kiwa viongozi wengi ndio kazi yake wanakaa Ikulu. Nitatoa ya viongozi wanaokwenda kinyume na matakwa ya CCM na serikali ya Tanzania. Kwa hivyo huyu Mark Jovin Mkubo ndo alimaliza Jenista pamoja na mbunge anayeitwa Ndugai kipindi alienda Dodoma. Taarifa hizo nazipata hapa msikilizaji, kwa hii taarifa aliyoweza kuitoa dada huyu ambaye anaitwa Rachel Dangwa. Kisha mwanadada huyu amesema kwamba atatoa sura ya huyu Mark Jovin Mkubo ambaye anatumika na Samia kutekeleza mauaji kadhaa tu ya viongozi walioko serikalini, walioko ndani au nje ya serikali, wanaoenda kinyume na matakwa ya chama cha CCM. Kazi ya bwana huyu Mark Jovin Mkubo ni kutumika na Samia kutekeleza mauaji ya viongozi, kwa sababu kulingana na taarifa ninayoipata hapa msikilizaji, bwana huyu yupo Ikulu tu na kazi yake haionekani. Sasa imeweza kupatikana kwamba anatumika na viongozi ama na Samia kuwamaliza viongozi wanaokwenda kinyume na serikali au chama cha CCM. Kisha mwanadada huyu akasema, nitatoa picha pia ya Johnson Jonas ambaye alimuua John Pombe Magufuli, na nitatoa picha pia ya huyu Johnson Jonas. Huyu ndiye aliyemuua John Pombe Magufuli. Naye anakaa Ikulu huko. Hawa wawili kazi yao ni kuua viongozi. Kazi yao ni kuua nini? Ni kuua viongozi. Picha zao nitaziweka na namba zao. Anakaa Ikulu huko na kazi yao ni kuua viongozi tu. Sasa msikilizaji, kufikia hapo nishakutajia jina la pili la bwana ambaye anakisiwa kuhusika na kifo cha rais aliyetangulia bwana John Pombe Magufuli. Bwana huyu anaitwa Johnson Jonas ambaye makazi yake ni Ikulu, yupo tu, kazi yake haionekani, lakini yupo hapo tu. Kulingana na Rachel, bwana huyu ndo alisababisha kifo cha rais John Pombe Magufuli. Anipata msikilizaji? Mark Jovin Mkubo alisababisha kifo cha Jenista na pia huyu mbunge aliyeitwa Ndugai. Kisha huyu Johnson Jonas akasababisha kifo cha John Pombe Magufuli ambaye ni rais aliyeweza kutangulia. Msikilizaji, na kualikeni achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia. Hichi ni kituo nambari 1 kinachoweza kuhakikisha kwamba tunakusogeshia karibu taarifa zinazoweza kutokea bila uoga. Zidi kutufuatilia, piga subscription. Tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza zaidi.